Wanapiga kule. Kimenda na Kwaresima, imani zote mbili wako katika ibada. Tutumie kipindi hiki vizuri kwa ajili ya kuhakikisha taifa letu katika uchaguzi katika mwezi wa 10 twende kwa salama na amani. Huyu ni Mheshimiwa Waziri Jafo ambaye tuko naye hapa Superdome Masaki, lakini kama ambavyo nimekuambia kushoto tunaye mkurugenzi wa Wasafi Media Nasibu Abdul. Bado tuko na Mheshimiwa Waziri na baada ya hapa tutamsikiliza pia mkurugenzi wa Wasafi Media ana kipi cha kuzungumza. Pengine Mheshimiwa Waziri, uliipokeaje taarifa ya mwaliko wa Wasafi Iftar? Kwanza nishukuru sababu ni vijana wenzangu, nishukuru sana. Nishukuru sana, nikwambie kwamba ratiba yangu ilikuwa tight sana. Ilikuwa tight na ilikuwa na majukumu mengi, lakini kwa heshima kubwa kwa vijana wenzangu, kwa ndugu zangu, nikasema ni nguvu yote kwa ajili ya Mungu. Kwa hiyo nimepokea kwa furaha kubwa sana na hakika Mwenyezi Mungu awabariki sana. Asante sana. Labda la mwisho ili Mheshimiwa Waziri, kabla sijakuachia, tumekuwa na sisi ni taifa la vijana. Vijana wengi kwenye maisha yetu mengine huwa tunarukaruka sana, lakini inapofika mwezi mtukufu wa Ramadhani kila mtu anarudi kuwa mnyenyekevu na anajisogeza karibu ya Mwenyezi Mungu. Tunafanyaje kama taifa ili maisha tunayoishi kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani yawe ni sehemu ya maisha yetu yote ya hapa duniani? Ramadhani ni chuo kinachopeleka watu kwenda kuanoa. Kwa hiyo ni vyema kabisa tutumie fursa hii ya Ramadhani, lakini tutumie fursa hii kutakiana mema sisi vijana. Unajua sisi vijana wakati tunapata na mtihani, unamwombea mwenzako ashuke aporomoke upate kitu fulani. Tuombeane kila laheri, kila mtu aweze kupanda juu, na tutumie fursa hii ya kipindi hiki kuwa ni darasa tosha kwa siku zote. Nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri. Asante sana. Huyo alikuwa ni Mheshimiwa Waziri Jafo ambaye tulikuwa tunazungumza naye hapa moja kwa moja kutoka Wasafi kutoka Superdome ambako tunayo Wasafi Iftar. Mkurugenzi, salamu alaykum. Salamu alaykum. Unalionaje hili 10 la mwisho wakati tunaelekea kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, hapa tuko katika 10 la pili, lakini inaenda kwa heri na baraka. Na tunaomba Mwenyezi Mungu azidi kutubariki. Kama alivyoongea hapo Mheshimiwa Waziri kwamba hii chuo na funzo na katika mwezi kama huu, basi sio tu kwenye miezi hii tuko watu waungwana, watu na tabia njema, basi hata miezi mingine tutaendelea kuwa hivyo. Kwa nini tumekuwa na Iftar kipindi hiki na tumeamua kuileta the Superdome sasa? Kwa sababu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, na kama unavyojua taasisi ya Wasafi mara nyingi kwenye tunaheshimu dini tofauti na tunashirikiana na dini zote, na ndio maana tunakuwa wakati mwingine tuna mkesha wa Pasaka unapofika kwa ajili ya ndugu zetu wa Kristo. Lakini ukiacha hivyo, kwa leo mwezi wa Ramadhani tuko na nidhamu ya kufanya Iftar kwa sababu ndugu zetu sana. Nimepewa taarifa hapa na kiongozi wa matangazo kwamba tayari muda wa Iftari umewadia, na kwa sababu tuko hapa tutapata pia nafasi ya kuzungumza na wewe kwenye vitu vingine, na sasa hizi watu wanafanya ibada. Nashukuru sana. Sogea, niko kwenye fursa. Sogea fursa hii. Wanangu, umeona fursa tunavyojidai? Unaona tunavyojidai? Tungekuwa tufudenge tusingevimba hivi. Tunafurahi mdogo wetu katupa fursa, Diamond mdogo wetu. Tunalinga. Watu hawana moyo, huu ni moyo. Huu ni moyo. Asalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Kwema. Nimeona mjomba nguvu. Nimeona tunajidai my friends. Mujako utakiwi mnafiki. Tunajidai. Doto magari influence. Sogea nikachukue fursa hapo tayari mkuu. Nipe ulinzi. Sogea hapo. Diamond, ngoja nije kaka yako Doto magari. Umenipa fursa mdogo wangu.
nalinga na Simba wangu. Nalinga. Shehe mkuu mwazili haya. Acha. Mjako leo hayupo najidai mimi kwenye anga zangu. Leo najidai kwenye anga zangu mimi Mjako hayupo. Na Balevo. Sinitaji. We. Baba Levo maisha yake haya. Sasa ajili yake atakuwepo. Sema leo nalinga mimi, leo maokoto yote kwangu. Maokoto yote mimi. Hii nimeanza nje, sio semi watu fudenke. Maisha ana mwenyewe, no conclusion. Ukijifanya unaishi kibrand utazilika. Wewe ishi kimaskini tu. Eti wewe una magorofa yako wewe, gorofa itakuzika. Labda nyumba yako ndio itakuzika. Acha ni ushamba wa kimaisha. Cheki fursa hiyo. Tungekuwa kwa fudenke tusingeonekana. Tungekuwa huko. Wanaitana wenyewe tu. Umeona sasa? Maisha ana mwenyewe. Mchukue mfano kupitia Diamond wa shamba nyenela zenu za mikopo. Unajulikana tufudenke, hatumtaji mtu, si hatuna maisha na mtu. Si hatumshobokei mtu. Watu wetu wenyewe wanatualika wanatuita. Si hatushoboki na mtu. Sawa, unaona maisha. Nimealikwa nitakuja hivi hivi. Na umeskani kabisa pale nje. Sijui kusoma, wasome wamenisaidia. Leo ni mheshimu wasome. Ngoja nikuonyeshe. Simu mwingine kwa ishadondoka. Haijadondoka bwana Doto, tafuta vizuri. Na inapoteaje simu ya influencer kama wewe ndugu yangu? Ngoja nikuonyesheni. Jua hivi vitu uji hivi hivi jamani. Uko invited kabisa. Wasome. Sijui kusoma akanielekeza. Wewe unaona message hapo? Nikamwambia nisaidieni. Hii hapa M-card. Wewe kampuni yangu M-card inaitangazaga. Ndio nimewapa hii hapa. Uingii bila hii. Watu fudenke wamenuna. Na umeskaniwa kabisa. Nimeskaniwa wasome wakanisaidia. Ngoja leo tukusaidie. Hii hapa. Tuone imeandikwaje? Nipe mdogo leo tena kidogo kwa bosi. Haya, bosi usheta hapo. Unaona mdogo, tupige picha yote na familia. Kenya. Mungu akubariki na kupeni maisha marefu. Mdogo wangu linga. Una hela unaweza. Kwa maana dunia nzima inakuangalia wewe. Kwa maana Divoice anakuja kumwoa Rushaina, mbona sijaelewa. Sasa kulinga kuna uhusiano. Ngoja nikwambie, mambo hataki haraka. Huyu mtoto wa Kiislamu, huyu wote Waislamu. Na huyu ana hela na huyu kampenda mwenzie. Vitu vya kawaida. Mdogo wangu ana hela. Amenisaidia hapo, ameniambia Doto Magari influencer, mtoto wa mama Kizimkazi. Na ukipata bonyeza hapa sema asante. Kwa ukasema asante. Hapo kinachowauma. Sijui wanalombaya tu vikorosho mwanahabari. Kwa sababu hii fursa kila mtu anatakiwa afike. Lakini kuna watu wana fursa kama hizo wanachagua watu. Mjifunze maisha. Ukimchagua mtu haisaidii chochote. Roho iko pale pale, maneno yako pale pale. Au tatizo malezi. Sijui wenyewe wanavoleana huko. Labda wewe sijua. Lakini mtu akimchagua mtu jua anamchagua mpaka mbinguni. Doto, lakini kuna watu wamemsema Diamond kutokana na kualika watu wa imani tofauti na Waislamu siku hiyo. Ngoja nikwambie, siku zote kwenye dini usibague. Labda nikwambie. Unaona msibani tunavoenda? Hatubagui Mkristo kaja wala Muislamu, wote tunazika. Kwa hiyo hii kama ibada. Hii ni ibada. Kwa hiyo anaongea ajui mambo ya dini. Anaingilia tu kujifanyia anaijua dini ya zamani. Hii dini ya sasa. Hii ibada kila mtu unamuita. Mbona mazishini hatubagui wanahabari? Mazishini tunabagua kusema wewe Mkristo kaa pembeni. Sasa kila mtu anazika. Kwa hiyo ibada mtu